utukufu wa Mungu. Amen. Yaani yule ambaye anajitoa kwa Mungu anasema kwamba anabeba utukufu wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Anabeba utukufu wa Mungu. Alafu Biblia inasema hivi katika kitabu cha Kutoka 32. Yakobo wakati alipokuwa akigombana na malaika hakujua kama ule mtu ni nani, lakini kwa mwisho alikuja kugundua ya kwamba ikanagombana na Mungu. Biblia inasema kwamba Yakobo alikuwa akizunguka pamoja naye wakigombana. Alafu ikifika usiku ambao Yakobo malaika ama Mungu alimpiga kwenye ubavu wake ama kwenye kwa mbwatiri ubavu akishindwa kutembea, akitoka pale nika na bwate. Inatafuta kusema nini? Mtu ambaye amejitoa kwa Mungu, mtu ambaye hawezi kutembea kama vile alikuwa akitembea zamani kabla ya kujitoa kwa Mungu. Haleluya. Mtu ambaye amekwisha kujitoa kwa Mungu hawezi kutembea kama vile alikuwa akitembea kabla ya kujitoa kwa Mungu. Mtu ambaye amekwisha kujitoa kwa Mungu hawezi kusema ovyo ovyo kama vile alikuwa akisema ovyo ovyo kabla ya kujitoa kwa Mungu. Mtu ambaye amekwisha kujitoa kwa Mungu hawezi kukuwa mwizi kama vile alikuwa akifanya kabla ya kujitoa kwa Mungu. Kwa sababu nini? Kwa sababu amekwisha kuvunjwa na utukufu wa Mungu. Na ile utukufu wa Mungu inamfundisha namna jinsi ya kutembea tena kitofauti. Amen. Haleluya. Amen. Yaani kama mtu ni Mkristo, ungali unamuona anarudilia mambo yake ya zamani kama vile Biblia inasema kwa Petro amerudia kule nyuma. Kama mtu ni Mkristo, ungali unamuona katika zile njia zake za zamani, ujue ya kwamba yeye hakuvunjwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu wakati tumevunjwa utukufu wa Mungu, ya kale yamepita, tumeisha kuishi maisha mapya. Haleluya. Haleluya. Amen. Sikia kuna mtu ambaye amekwisha kuvunjwa na utukufu wa Mungu. Mungu awabariki. Alafu wakati tunasema kwamba tunajitoa kwa Mungu, faida ni nini? Wakati tunajitoa kwa Mungu,